wafanya kazi wote tujiunge pamoja, kujitenga hatari. Ndugu wanabaraza, kama ambavyo mnafahamu, hili ni baraza letu la pili. Tunafahamu kwamba hiki leo ni kikao cha kuwasilisha na kujadili taarifa za utekelezaji wa mpango kazi na bajeti ya mwaka uliopita ambao baraza hili liliipitisha. Na sisi wakala wa nishati vijijini, shughuli zetu kubwa sana ni kuwezesha upatikanaji wa nishati safi maeneo ya vijijini. Kama mnavyofahamu, tumekuwa tukishughulika zaidi na umeme. Mwanzoni mwa mwaka huu serikali kupitia wakala wa nishati vijijini ilifanikiwa, tunasema, kupeleka umeme kwa 100% kwenye vijiji vyote. Kwa upande wa vitongoji tuko vizuri, takriban 60% ya vitongoji vyote vina umeme, kwa maana vitongoji 38,000 kwa wastani katika vitongoji 64 tumeshafikishia umeme, na pia kuna vitongoji takriban 13,000 viko kwenye mpango, kwa maana viko 3,000 karibu na 600 wakandarasi wako site, na kuna mradi mwingine tunaoanzisha wa vitongoji 9,000 unaenda kuanza hivi karibuni. Mikataba yake iko kwa AG na tunatarajia ndani ya mwezi wa 12 tutasaini mikataba. Na kwa kutekeleza miradi hiyo, iliyobaki, vitongoji vitakavyobaki kwa takribani 13,000 na ushei kidogo, ambao ni around 20%. Na baraza lingependa kuwataarifu viongozi wetu ambao mko hapa, hivyo vilivyobaki 13,000 sasa hivi idara ya mipango inavifanyia kazi. Tunafanya kazi na NBS kuweza kuvitambua, kujua ukubwa wake, na tutaviingiza kwenye mpango hivi karibuni, ili kabla hatujafika mwaka 2030 basi vitongoji vyote hivyo viwe vimefikiwa na umeme. Tumefanya tathmini hivi karibuni na kubaini kwamba hali ya upatikanaji umeme nchini kwetu kwa maana ya access imeongezeka kutoka 69.6 mpaka 78.1 kwa maeneo ya vijijini, na imeongezeka kwa nchi nzima kutoka 78.4 mpaka 85.5 kwa nchi nzima. Lakini vile vile uungaji wa umeme kwa upande wa vijijini umeongezeka kutoka 24.5 mpaka 37.1. Kwa upande wa nishati safi ya kupikia, kama mnavyofahamu, baada ya uzinduzi wa mkakati wa nishati safi ya kupikia mwaka juzi, Mheshimiwa Rais, nakumbuka wakati anazindua akasema, REA kama ambavyo wamefanya vizuri kwenye umeme vijijini, tunataka tena mkafanye vizuri kwenye swala la nishati safi ya kupikia. Na taasisi nyingi zinajishughulisha na swala la nishati za kupikia, lakini sisi tuseme tu kwamba hata ukifanya tathmini bila ya kuona aibu kwamba utaonekana umejipendelea, kwamba hatua iliyopigwa na REA ni kubwa sana. Tukumbuke kwamba tulikuwa tuna mradi wa kusambaza mitungi ya gesi. Tulikuwa na awamu ya kwanza ile ambayo tulitumia waheshimiwa wabunge karibu 103,000. Tukawa na awamu ya pili 452,000, ukijumlisha yote ni 562,000 karibu na 400. Na katika hiyo karibu 363,000 tumeshaisambaza, ambao ni 60% ya mradi wote. Viongozi, ukizungumzia 562,000 unazungumzia takriban 5% ya total household za taifa letu, 5%. Kwa hiyo hii peke yake imepandisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa 5%. Na hatujashangaa kwenye taarifa iliyotolewa na NBS, upatikanaji wa nishati safi ya kupikia umeongezeka kutoka karibu 8 mpaka sasa hivi tunazungumzia 23%. Sisi tunaamini, na ndio hali halisi, kwa kiwango kikubwa sana wakala wa nishati vijijini umechangia kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwenye taifa letu. Na mwaka huu tumekuja na mradi mwingine kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kusambaza majiko banifu 200,000, na sisi wenyewe wakala wa nishati vijijini tumeweka bajeti ya kusambaza majiko banifu karibu 300,000, jumla 500,000, ambayo inaenda tena kuongeza 5% kwenye total household. Kwa hii miradi miwili pekee yake itaongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa 10% kwa taifa letu.
Lakini zaidi ya hapo, mwaka huu tumekuja na mradi mwingine wa kuwezesha usambazaji wa majiko ya umeme, na mpango wetu sisi haya majiko ya umeme yaende yakagawiwe kwa wateja wapya wanaoongiwa huduma ya umeme kwa miradi ya nishati ya wakala wa nishati vijijini. Hii itawahamasisha kutumia nishati safi, lakini pia itaongeza matumizi yao. Matumaini ya Watanzania, hasa Watanzania wale ambao ndugu zetu wako vijijini, ambao pengine hawapati privileges ambazo sisi tunaishi kwenye mjini tunazipata, yako kwetu sisi wakala wa nishati vijijini. Unajua sisi pale wizarani tunasema wizara ya nishati ni umeme. Tunaona kwamba mnafanya kazi kwa bidii. Tuko tayari kuwasapoti wakati wote kuhakikisha kwamba mnatekeleza majukumu yenu vizuri. Sisi sote tunatamani kuwa sehemu ya mabadiliko yale ambayo tunatamani kuyaona katika REA. Kwa hiyo kwa nafasi zetu tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba yale matarajio tunayotamani kuyaona katika taasisi yetu tunayafikia. Kila mtu kwa nafasi yake. Kuanzia kwa yule mtu ambaye ni mhudumu, kwenda kwa mtu ambaye ni msafirishaji, kwenda watu ambao ni maafisa, wakuu wa idara, tengo na kadhalika. Kila mtu katika nafasi yake ana umuhimu mkubwa. Kwa hiyo akifanya kazi kwa namna ambavyo anapaswa kufanya, kwa uhakika tutaipeleka taasisi yetu mbele.